like the kids I've adopted, for example, we have Akina Chantel, Akina Rosie. The good thing is, all the kids that I've adopted and I'm supporting, they have their mothers. Sasa vile nimesema kila mtu akue kwa mama yake. I will love them. I will still support them though, because I took it like Akina Chantel nikawamisha Dandora. We are paying their rent, Nini and the likes. So for them, I'll continue doing what I'm doing. The rent, the school fees, the uniform, the whatever is on me. I will still do it. I already made that promise to them and to God. However, now seeing me with them will be reduced because, you know, I've really reflected much on everything that has happened with Shalkido. And I have a lot of kids around me who are not mine. May adopt. Wengine una support. Holidays, they come to the house, they chill over there. Because mi kwa zile, kuna space, let them come. Bank beds, nini wengine hapa kwa kiti, nini, there's space. However, if anything, God forbid, is to happen to any of those kids when they're in my house, you know what they will say? So I sat down and looked at it, I was like, wait a minute. I think maybe even the Shalkido troll is a sign. It's a wake-up call. So I'm disengaging. So maybe once in a while, maybe one night sleepover, maybe we go for lunch, maybe dinner. Lakini sasa kuona sasa wako kwa hao all through, I'm going to really work on limiting that. You know, if anything happens to my kids under my care, it's okay. They're my kids. What if you ignore what people are saying and do what's right? Yeah, I've been ignoring what people are saying and doing what is right. But sometimes doing what is right can put you in problems. What I've been doing is what is right. Not by people, by God. A lot of people that I've been helping are not even in the public space. The ones you've seen in the public space are the ones that I meet in the public space. Hey guys, see now, from history yote ya Shalkido ianze, hata you could tell that Obina is not okay. Mentally, Obina is not okay. Na isi uongo. Na kama unaniunga mkono hebu mniambie, Obina anakaa ako stressed up, like, yani ako na mambo mingi. Na pia, yeye ni binadamu, sisi wote tuko na feelings. Yes. So, unajua Obina anajaribu kupiga hesabu like, kwa history yote, Obina was not the only person who helped this boy. In fact, because mimi napendanga kujua mwanzo wa kitu, history yote ilianzishwa na commentator 254 ndio aliyai history yote. Then from there, Eric Omondi come through, akauliza kijana chenye anataka na akaambiwa, akasema anataka boda, na team sisi kwa sisi ambayo inaongozwa na Eric Omondi wakamnunulia boda. Boda iliwa Shalkido ilikuwa imenunuliwa na hiyo team sisi kwa sisi ambayo inaongozwa na Eric Omondi. At this point tunasema ni Eric. And then after Eric, then Obina akachukulia kaleta kijana kwa show, akampea platform and pia akamuunganisha na, you know. So hapa Obina ndio anaitwa muuaji. Obina ndio anaitwa mtu wa kusacrifice watu. All because the minutes before Shalkido's fatal accident, he was with Shalkido. Hiyo ndio kitu inasababisha hii yote. Hiyo ndio kitu inafanya Obina aitwe muuaji. And guys, you can agree with me, this is not the first time Obina ameitwa muuaji. Like, hata ile namba iko kwa gari yake, number plate 666, watu wanasemanga that Illuminati. Kwani ni yeye anajiwekeanga number plates kwa gari? Si alichoose tu gari na akakuja kupata ziko. You guys sometimes So guys, history ya Shalkido may cause a lot of damage, because right now as we speak, Obina watu wanamview like mtu dangerous, very dangerous. Right now kuna kitu Obina amesema, and this is at breaking by the way. Yeah, so Obina amesema that cause from your story yote ameitwa majina mingi, amepaintiwa like mtu ule mbaya, muuaji. Yeye amechoka. And pia wale watoto ambao wameadopt, wala anaishi nao kina Rosie, Chantel na wengine wenye maybe hata hatujui, like sasa mtu atakaa na mama yake. Cause if anything, and God forbid by the way, if anything happens to one of those kids, Obina will be in big trouble. Yes.
Maybe basi vile alisema hiyo Shalkido, maybe ilikuwa sign ya kumwambia wewe karada. Right now, you know guys, sometimes that's why I tell you guys, before you say anything, first revise your thoughts. Before ufikirie kusema kitu, jirudie mara ya pili, jiulize kweli kitu nasema ina make sense. Kitu nasema italeta madhara gani kwa watu ambao wako around, Munaona? So, see now, unaweza sema kitu ukidhani itakusaidia, uko pale unatafuta views, yet like umeharibia watu wengine huko nje. Maybe mtu angesaidika akiwa anta Obinna ama akipitia kwa mikono za Obinna. But right now, see now, dream yake inaisha hivyo. Cause kama Obinna ndio Mungu alisema kwa Obinna ndo utasaidika, yet mtu akikuja asikie vitu kama zile, like watu wenye wanakuja tu kwa mtandao wajui hizo Obinna, then wanaingia hivyo wanapatana, Obinna alisacrifice kijana wenyewe. Hata watataka tena kusikia kitu kama hiyo, watamview tu kama muuaji vile watu wamesema. Wakisikia mtu anataka like kwenda kwa interview, wanamwambia bana, don't dare, huyo ni, you see. Sometimes guys, and by the way, that's why nimemwambia huyu jamaa anahitaji like counseling. As for me, na feel like Obinna ana go through a lot. Vile tu hizi stories zote zilianza. Najua hiyo kifo ya Shalkido it vibaya sana, but mbali tu na hiyo story ya atikukua like ukuwa broken because anapoteza mtu alikuwa na mipango zao mingi nini hadi walikuwa wamepanga kutoa ngoma, you know, walikuwa yana mambo mingi pamoja, so lazima eat. But mbali na hiyo, Obinna like is not mentally okay. Anasumbuka sana, anajiuliza maswali mingi. Why me? Why him? Why are you people accusing him? Si Shalkido wa kwanza Obinna kusaidia, amesaidia watu wengi wameenda. Na bado wako why this time? But mimi kitu naweza sema, kitu naweza ambia Obinna, hii yote ni mapito, hii yote ni majaribu, but kila kitu ina mwisho. Chochote kila ambacho kina mwanzo kina mwisho. Mwenye tu alianza na hiyo story. Na usiwe haribia mtu jina, usiwe chafulia mtu jina all because of views, all because of numbers, unataka watu wakufollow, sio unataka nini. It's bad. I feel for this guy, bana. Na mfeel, yani, imagine ingekuwa ni wewe. Mlikuwa wengi wenye mlikuwa mnasaidia kijana. Amekuja amepass. All because you were with him before the accident. Minutes before the accident, by the way. Uzalikuwa umetoka kwa event. Unaanza kuambiwa ni wale msacrifice. What if basi Obinna angemchukua mmoja kwa ile gari yake, wapate accident, then akiwa peke yake kosa kusurvive? Sasa hii story ingekuwa mingi sana zaidi ya hizi sasa. You guys tell me kwa comment section, what do you feel? What like ni madhara gani story ya Shalkido imeleta? Ni madhara gani story ya Obinna kuitwa muuaji imeleta? Like, si number 1, watoto ambao walikuwa naishi nao amesema amewalimit kuja kwake. Watakuwa maybe wakikuja ni sleepover peke yake siku moja, and then kila mtu anaenda kwa mama yake. Wale watoto walikuwa wamebond sana na Obinna. Mtu akitoka shule like weekend yote anakuja anashinda na babake pale. And see now, Obinna amejam, Obinna amekasirika, Obinna amesema hataki kusingiziwa mambo mingi. You guys bana, hata mwenye alianza na hiyo story anapaswa repent. Anapaswa hata ombe msamaha. Mwenye tu alianzisha na hiyo story. Unajua one thing with mitandao ama online, kitu mbaya kishaanza tu mtu mmoja ianzishe, watu wana flow nayo. And that is it. You can't reverse kitu ishafika kwa mitandao. Kitu ishafika kwa mitandao, and then bado uko na haters wako wenye sasa ndo wanaongezea ile moto zaidi, wanasambaza kila mahali.
with reverse. The damage already ishafanyika. Anyways guys, I don't want this video to be that long. Let me know what you think, cause this is the most heartbreaking video nimefanya. I feel for this guy. I pity him. Like, why him? Why not Eric? Why not commentator? Why not the people who contributed the money? Why Obina? Yani niko na maswali mingi. Maswali tu zenye Obina najiuliza. But anyway, that is it. Let me know what you think on your side. Bye bye.